jambo la kwanza la Simba kulifanya, kwa maana kwamba baada ya kushinda goli 1-0 walikuwa wanahitaji sare yoyote au suluhu pasi na kuruhusu bao, na hatimaye kwenda hatua ya finali, na kweli katokea hapo jana na wakafikisha lengo ambalo walilipanga. Sasa Ashrafu, nafikiri ulishuhudia mchezo katika hali ambayo wewe ni mmoja kati ya watu ambao walitabiri kwamba Simba watatoa sare ya 0-0, yani hawatapata ushindi, hawatafunga bao na hawatapoteza mchezo wa jana. Ni kwa sababu gani uliamini hivi? Kwa sababu ya kile ambacho kilionekana kwenye mechi ya kwanza pale ni Amani Complex. Nilikuwa naelewa ni nini Mwalimu Fadlu anaenda kufanya na vijana wake kule away. Tunafahamu kwamba kwenye hii nusu finali Simba alikuwa anaingia kama favorite, na alifanikiwa kutumia home ground advantage akiwa ni Amani Complex. Mechi ilikuwa ngumu staff, lakini alipata matokeo, na kitu pekee ambacho nilikuwa nakitarajia kwenye mchezo wa jana ni kuona namna ambavyo Fadlu Davids atenda na nidhamu kubwa ya kuzuia kwenye ule mchezo, kulinda kile ambacho yuko nacho, na wote tuliona namna ambavyo ali-approach mechi. Alizungumza na wachezaji wake, alikuwa anajua kwamba okay, this time tumecheza na watu ambao tunawafahamu, na hii kwenye hii mechi tuko away na tunahitaji kuqualify. It is not about kuwin mechi, tunahitaji kuqualify. Kwa hiyo kama tunamtaji tayari tunahitaji kuzuia. Alifanya hivyo. Uliona wachezaji wote walikuwa wanasimamia kile mwalimu ambacho alikuwa anakitaka, wanazuia kwa idadi kubwa ya wachezaji, hawahitaji kupeleka pressure ile. Nafikiri kila mtu aliona namna ambavyo Simba ilivyokuwa inashambulia ni tofauti na namna ambavyo walikuwa wanashambulia kwenye uwanja nyumbani. Na kitu cha pili nilikuwa natarajia kuona coach wa Stellenbosch akijaribu kupush, akijaribu kutaka kuwafungua Simba ili aweze kupata angalau goli moja pengine ile ambalo lingeweza kumpelekea kuweza kurudi mchezoni pengine na kwenda kwenye hatua changamoto ya penalty. Lakini Fadlu option yake ilikuwa nzuri, na kwangu mimi yeye ndo man of the match. Namna ambavyo ali-approach match was superb na amefanikiwa kwenye hilo, lakini pia haikuwa kwa bahati mbaya, ni experience ambayo yuko nayo kama kocha, na kujua umuhimu kwamba this time Simba inahitaji kwenda kwenye hatua ya finali na mpinzani ambaye tunakutana naye ni mgumu. Haikuwa kwa bahati mbaya kufika pale. Kwa hiyo alihitaji kutumia wachezaji wake vizuri kuhakikisha kwamba mchezo tunaudhibiti na hawezi kupata matokeo dhidi yetu. So niliamini hicho, na ndio maana nilizungumza mapema kwamba hii ni mechi ambayo haitakuwa na magoli, kwa sababu nafahamu Simba wakiamua kuzuia wanaweza kuifanya hiyo kazi, lakini kwa safu ya ushambuliaji ambayo wako nao Stellenbosch, siamini kama wana huo uwezo wa kuwafungua Simba na wakapata magoli. Unadhani ilikuwa ni game plan au approach sahihi ya Simba kuingia na kuwa kama timu ya pili katika mchezo wa jana? Kwa sababu kama unaingia alafu unakuwa una lengo la kukaba au la kuzuia kwa muda wote, huoni kama inakuwa ni hatari zaidi kwa Ashrafu utakuja kwa Magunga pale? Ni namna ambavyo unausoma mchezo na unamjua mpinzani wako. Tunafahamu hizi mechi ni more objective. It is not about kutaka kutawala mchezo, kutaka kumiliki mpira, kucheza pasi nyingi. No, tunahitaji kuqualify. Namna pekee ya kuweza kuqualify, Stellenbosch hawezi kutufungua. Tuzuie kwa idadi kubwa ya wachezaji. Of course ulikuwa unaniambia kuhusiana na issue kwamba ilikuwa ni hatari kwake, kwa sababu Stellenbosch walikuwa wanakuja tu, na kama unakaba muda mrefu huoni kama ndo unampa nafasi mpinzani azidi kukufuata. Ndio tunazungumzia uzoefu wa wachezaji ambao waliopo. Unajua kuna wakati mwingine unatakiwa kuwa na aina ya wachezaji ambao wanaweza kuzuia kwa muda mrefu katika hayo mazingira, unanielewa? Kwa hiyo kitu ambacho walifanikiwa ni kuhakikisha okay, hata kama mtamiliki mpira, hata kama mtacheza, lakini hamwezi kutufungua. Walikuwa wanajaribu kupita wide, ilikuwa inashindikana, wanajaribu kupita katikati na shindikana. Na uliona kitu ambacho jana walifanikiwa Stellenbosch ni kujaribu kupeleka pressure kwa Simba. Unaelewa? Utofauti wa mechi ya jana na mechi ya New Amani Complex ni namna ambavyo walikuwa wanafanya pressing. Walikuwa nakabia juu zaidi. Yaani kuwanyima Simba pia mazingira ya wao kuwa na utulivu wakiwa na mpira wakitaka kufanya build up. Ndio maana ulikuwa unaona pia kuna wakati hata backline ya Simba wakipata mpira ni ngumu kufanya build up kuanzia nyuma. Walikuwa wanabutua mpira uende mbele kwa sababu walikuwa wanajaribu kuondosha hatari kwenye mazingira yao. Unaelewa? Kwa hiyo walifanikiwa kwenye ile lengo. Na kitu kingine ambacho nilikuwa na uhakika 100%, kila mtu aliangalia ile mechi na kujua kwamba key players wa Simba ambao mara nyingi wamekuwa wakitengeneza mashambulizi ni Jean Chaza wao pamoja na Elie Mpanzu. Uliona namna ambavyo mwalimu Stellenbosch alikuwa anajaribu kudili na hao watu na kuwasababisha wasitoe madhara kwenda kwa upande wa pili. Alifanikiwa kwenye hilo, lakini mwisho wa siku quality ambayo wako nayo, namna ambavyo kocha Fadlu aliusoma mchezo na alijua udhaifu wa mpinzani wake kwamba huyu hata kama nikizuia wiki mbili hawezi kupata goli. Of course na alifanikiwa kwenye mazingira. Okay, mimi George Magunga natamani sana kujua upi ulikuwa ni upande hatarishi zaidi wa kutengeneza mashambulizi wa Stellenbosch ambao waliutumia sana siku ya jana.
Yeah, nafikiri ni pande zote tatu. Kwa maana kwamba upande wa pembezoni mwa uwanja kushoto na kulia na katikati ya kiwanja. Unajua Stellenbosch jana walihitaji kuwa bora kwa sababu kwanza walikuwa washapoteza mchezo. Lakini vile vile walikuwa wanajua Simba ni timu bora sana compare na wao. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho walihitaji kufanya kwenye mchezo wa jana ni kudhibiti makali ya Simba. Hakuna namna unaweza kuwa bora kama hujamdhibiti mpinzani wako. Na kwa namna gani unataka kuwadhibiti wapinzani, kudhibiti makali ya Simba ni kutokuwaruhusu Simba kuutawala mchezo kabisa. Na kutokuwaruhusu Simba kuwafikia ama kufikisha huduma kwa wachezaji wao hatarishi kiwanjani. Kwa hiyo angalia jana Simba ambavyo walikuwa wanajenga mashambulizi yao. Ulikuwa uone haja Stellenbosch kuanza kutoka na mpira golini kwao mpaka kufika kwenye lango la Simba na kutengeneza nafasi, kwa sababu walifanikiwa kudhibiti ujenzi wa mashambulizi wa Simba. Jana Simba kila wakianzisha mpira, wale jamaa walikuwa karibu zaidi kwenye lango lao, kwamba walichokuwa wanategemea zaidi Kiza ni kufanya tu turnovers, kwamba kwa aina yoyote ama kwa kosa lolote ambalo watalifanya kwenye eneo lao basi tunatakiwa kuwaadhibu. Lakini nafikiri Simba walikuwa bora sana kiulinzi. Unajua wakati jana naangalia ile mechi kipindi cha kwanza nika notice kwamba hakuna mabadiliko makubwa Simba waliyafanya kiuchezaji compare na mchezo wa kwanza. Na ndio maana iliwapa urahisi pia wapinzani wao kujua ni kitu gani wanapaswa kufanya. Ukitaka kujua hivyo, angalia build up ya Simba Kiza. Umbali baina ya Hamza pamoja na Shemu kwenye box, lakini vile vile umbali baina ya kiungo mmoja na kiungo mwingine katikati ya kiwanja. Angalia mapana ambayo yanatengenezwa na fullback wote wawili, na angalia namna ambavyo Mpanzu Kib pamoja na Jean Chawe au walivyokuwa na drop kwenye midfield. Nicho notice ni kwamba Stellenbosch kama alivyosema Ashraf ni kwamba Simba wana Mpanzu wana Awa. Kwa hiyo hakuna namna tutaruhusu watu na Kib Dennis. Hatutaki kuruhusu watu kupata huduma. Na kivipi hawapati huduma? Ni kuruhusu progression, kutoka ujenzi wa mashambulizi na kuendeleza ile mashambulizi kutoka kwa safu ya ulinzi ya Simba na safu ya kiungo. Kwa hiyo na hata kwenye build up ya Stellenbosch, uliuliza swali ni kwa namna gani walifanikiwa kujenga mashambulizi, ni kwa sababu Simba walihitaji kudefend kwenye mid block kwenye 4-4-2, lakini baadaye walihitaji kudefend kwenye low block kwenye 4-4-2. Baada ukikompea na hata kipindi cha pili walipokuja kubadilika baada ya Mavambo kuingia, muundo wa Simba kiulinzi ulibadilika. Walikuwa walinzi 4, viungo 5 na mshambuliaji mmoja. Lakini kwa nini Stellenbosch alifanikiwa? Ni kwa sababu ya kutengeneza muunganiko wa kiuchezaji. Hawakufanikiwa kupata goli, lakini kuanzisha mashambulizi na kufika kwenye lango la Simba walikuwa wanafika kwa ustadi. Kwa nini? Ni kwa sababu walitaka kuoutshine Simba katika kila eneo. Upande wa kushoto, upande wa kulia, ni kuhakikisha wanakuwa na idadi sahihi ama kuwa na idadi inayozidi na wachezaji wa Simba katika eneo husika. Unamwangalia Mpanzu, unamwangalia Kib Dennis, ni wachezaji wenye profile mbili tofauti timu ikiwa haina mpira. Kwa nini mara nyingi hawatumii upande wa Shomari Kapombe kujenga mashambulizi? Ni kwa sababu Kib Dennis ana uwezo wa kuzuia, ana uwezo wa kurudi na kumsaidia zaidi Shomari Kapombe katika ulinzi. Mpanzu anaweza akarudi katika ile eneo, lakini anaweza kawa ni kama tunasema anakuwa kama kivuli kuwa defend baadhi ya wachezaji wanaokuwa katika ile eneo, lakini anakuwa hayupo aggressive kama ambavyo yupo Kib Dennis. Kwa hiyo na ndio maana walikuwa na target yale maeneo ya pembeni, kwa sababu walikuwa wanajua kutoka kuna fullback wa Simba, winger wa Simba, fullback wa Simba, winger wa Simba. Kwa nini wenyewe wanahitaji kufanya? Ni kuwa na fullback wote wawili wa Stellenbosch kwenye kushambulia, mawinga wao na viungo wote wawili walikuwa wanahusika katika kutengeneza mashambulizi. Kwa hiyo ambacho kilikosekana sana jana ni Stellenbosch ni namna gani walikuwa wakifika kwenye eneo la Simba sasa wanaweza kutengeneza nafasi. Na haikuwa rahisi kwa sababu Simba pia walikuwa bora kiulinzi. Unajua tunaongelea mifumo, tunaongelea 4-4-2 mid block, lakini kitu muhimu zaidi ndani ya uwanja ni utekelezaji wa majukumu. Kwa sababu ule muundo ni namna ambavyo mnajipanga. Okay, kujipanga peke yake haitoshi. Namna gani mnatekeleza majukumu ndani ya uwanja na ule utayari na discipline ya Simba bila mpira. Kwa hiyo nafikiri ni vitu ambavyo viliwasaidia sana kwa kiasi kikubwa kwenye mchezo wa jana. Na hata kama ulifuatilia kocha wao Alikili kwamba amekutana na timu bora. Timu bora sio lazima iwe tu kwenye kumiliki mpira. Timu bora inaweza kaa pia hata kwenye kuzuia. Na kitu ambacho nimekiona jana kwa Simba ama kwenye haya mashindano sana ni ule utayari wao bila ya mpira. Unajua Simba ni hatari sana wakiwa na mpira, lakini wameonyesha pia picha ya pili kwamba kuna sehemu wameimarika zaidi bila ya kuwa na mpira. Ule uvumilivu, angalia ule ukubwa wa uwanja jana, watu wakana kushambulia, kuna namna una cover distance ya kutosha.
ama unakata sana kilomita kiwanjani. Lakini jana Simba alikuwa na discipline ya kutosha, kwa maana nidhamu, walikuwa tayari kuzuia, mawasiliano baina ya mchezaji na mchezaji. Kwa hiyo so far naamini walitoa game nzuri sana. Okay, umegusia Magunga amegusia issue ya kiwanja hapo Evans. Najaribu na sio Magunga tu, kuna watu jana pia niliona wanazungumzia issue ya kiwanja, kwa maana kwamba uwanja kidogo picha yake ni kubwa, ni uwanja mkubwa sana, inabidi ukimbie kweli kweli. Unadhani Stellenbosch ni kama walikuwa ni wazoefu wa ule uwanja au pitch ile, lakini Simba walikuwa ni kidogo ni wageni, kwa ilibidi wafanye kazi ya ziada kuweza ku maintain hiyo accessibility ya kukava kilomita nyingi uwanjani, kukaba, lakini wakati huo kufanya hizo transition, lakini kwa sababu sio kila muda Simba walikuwa wanakaba pekee yake, kuna muda walikuwa wanafanya hizo transition. Yes. Sidhani kama ukubwa wa kiwanja unaweza ukawa ni tatizo, kwa sababu hata Benjamin Mkapa pia ni kubwa. Yes, kwa hiyo sidhani kama issue ni kiwanja, kwa sababu uchezaji bado ni ule ule. Kikubwa ni namna gani unaweza kutekeleza hayo majukumu ambayo alikuwa anayazungumza Magunga. Ukiweza kufanya kazi yako ya msingi kwanza, vitu vingine vyote vinakuwa rahisi, kwa sababu naamini pia kuna support kutoka kwa watu wengine kipindi ambacho wewe umeshapoteza direction ya kile ulichokuwa unakifanya. Naamini yani Simba alichokifanya jana ndio kilichotakiwa kufanyika, na mimi nilisema hapo, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, kwamba wanatakiwa tu kuongeza umakini. Kama utakumbuka muda wanafungwa goli ambalo lilikuwa ruled out na ni offside, yani kuna namna naamini lile goli lingekubaliwa, Simba alikuwa anafungwa. Yani ile goli lingekubaliwa, angepoteza kwa sababu wachezaji kama tayari walishakubali, yani tayari tumefungwa, tunafanyaje? Kila mtu yuko down. Naamini ingekuja ikawamaliza kabisa, ila baada ya goli tu kukataliwa, angalia namna ambavyo Mohamed Hussein alikuwa anahamasisha watu sasa kwamba bado nafasi tunayo, tunaweza kuzuia. Na kikubwa kilikuwa mimi wasiwasi wangu ni hapo, kwa sababu sikuona issue ya Simba kwa labda kuna kitu nakitaji zaidi kupata goli zaidi ya kwenda kuzuia. Kwa hiyo walifanya kazi kubwa sana jana, hakuna namna yoyote, ni kuwapongeza kwa kile walichokifanya. Issue ya uwanja sidhani kama inawezekana sababu ya msingi. Mtu akiniambia kiwanja ni kikubwa, kwa sababu hata ukienda mazoezini sidhani kama unacheza full pitch kama unavyocheza Taifa. Sidhani, kwa sababu kuna vile vitu vya msingi kiwanjani. Unapokea mpira vipi, unaachia mpira, kwa sababu eneo likiwa ni kubwa, pumzi ukishakuwa nayo kifuani tu unaweza kucheza. Okay, sawa. Kiufundi Ashraf umezungumza vizuri, George Magunga pamoja na Evans Vorius. Sasa nataka tuhame hapo, tuangalie pia baadhi ya matukio yaliyotokea katika mchezo huo, na hapa moja kwa moja tunakwenda kumtazama muamuzi wa mchezo ule pale, Jemedari Saidi. Muamuzi ambaye amechezesha mchezo wa jana, kwako amekuridhisha kwa kiwango cha asilimia ngapi? Na kama haja kuridhisha pia ni asilimia ngapi na kwa nini? Karibu. Kwangu nafikiri mwamuzi ameumudu mchezo. Okay. Na ni aina fulani hivi ya mwamuzi ambaye hataki mchezo mwepesi. Aliruhusu matumizi ya nguvu kidogo, nguvu kiasi ukadirie, lakini hakutaka mchezo ambao ukiguswa unalala kisa uko nyumbani, au ukiguswa unalala kisa unaongoza. Alikuwa amewaonyesha wachezaji yeye anataka mpira wa namna gani. Dakika zile 5 za mwanzo zilifaa kujua wachezaji wajue kwamba tunachezeshwa na mwamuzi wa namna gani, anapendelea nini kiwanjani na hapendi kipi, kwa sababu kulikuwa na battles ambazo alikuwa yuko karibu na anakuambia wake up, tucheze. Alikuwa unaona namna mpaka apige filimbi kisa watu wanagawana nyama, kila mtu ajaribu kumpa nyama mtu mwingine, yani anajua aone kabisa kwamba kweli hapa kuna tukio la namna hiyo. Kwa matumizi, kuna mtu mwingine anaweza kuona kwamba kulikuwa kama na matumizi makubwa ya nguvu ambao mwamuzi aliamudu. Pale alipokuwa kuna excess alikuwa anasema no, hapa sio sawa. Unaona, na nadhani ndio iliyompelekea mpaka hata baada ya kuitwa kwenye VAR na ikaonekana kabisa kuna mtu amemsukuma Kibu kwa mkono, kwa namna ya mwamuzi alivyokuwa nature yake kwenye ile game, akaona hii haikuwa ya kutosha. Na hapo Jemedari umegusia, kwa sababu nataka pia tuangalie matukio ambayo yameamuliwa na VAR. Tuanze kwanza na tukio hilo la Kip Dennis. Ni kweli Simba walistahili penalty? Mimi bado naamini kwamba that should have been a penalty. Okay. Kwa sababu kulikuwa na contact.
na contact ya namna gani. Tumeona waamuzi wakitoa penalties kwa contact nyepesi zaidi ya ile, lakini kwa sababu mwamuzi kwenye mpira tumempa maamuzi makubwa, he's the only one anaweza kusema ndio au sio. Akisema ndio hakuna namna. Unaona, kama mfano angesema penalty, bado angeweza kuambia watu kama kulikuwa na contact. Unamuona mtu anamsukuma kwa mkono, so amekosa balance kwa sababu amesukumwa, na akiwa kwenye move alafu anainua mguu na kupiga, ukimsukuma kidogo tu ni sawa sana mpira upigwa shoot, deflection ya kidole tu mpira unabadilisha mwelekeo. Lakini kwa sababu mko deflected, ungeachwa ungeingia kwenye njia yake. Kwa hiyo yeye angeweza kujitetea hivyo, lakini pia anaweza kwenda akasema kwamba yes, pamoja na kwamba aliguswa, lakini haikuwa contact ambayo inaweza kumwangusha mtu imara kama Kibu. You say that, lakini tumio ukiniuliza that should have been a penalty. Yo, it's okay. Okay, sawa. Hilo ni tukio la kwanza hilo. Yeah. Tuangalie goli ambayo amefunga Stellenbosch. Dakika ya 78. Nimsikia hapa nani anasema kwamba kama likakubaliwa Evans. No. Kweli hata mimi wakati naona ile game uliona tunasema lugha ya mwili ya wachezaji wa Simba, kila mmoja alikuwa down. Nafikiri ndio wakati ambao Simba waliweka imani yao kwa VAR na wameipenda VAR tangu ianzishwe kupita wakati mwingine wowote. Kwa sababu kulikuwa na malalamiko, kama nakumbuka kwamba timu za Kitanzania VAR inadhurumu, sijui kulikuwa na tukio limefanywa Simba wamefanywa away. Ilikuwa ni penalty pia. Ilikuwa na penalty. Ikazungumzwa hiyo. Lakini pia kulikuwa na tukio lile la Young Africa kama nakumbuka. Na lenyewe ambalo lilikuwa ni goli ama sio goli kwa sababu ya mpira umepigwa, na pale kwa uhalisia ulipaswa kuwa ni goal line technology. Kwa sababu ndio ilikuwa inasema mpira umevuka mstari au haujavuka. Na GLT huko kwetu tulianza kutumia. Kwa hiyo nataka kusaidiana na VAR ambayo mwisho wa siku hawakufika mwisho, kwa sababu VAR ilikuwa inatuonyesha kama tunachokiona sisi tu. Goal line technology ndio ambayo inaamua, kwa sababu kuna sensor pale. Yes. Inaonyesha kwamba bwana mpira umevuka na umevuka wote. Kwa hata ukiangalia atakuonyesha kwenye ile saa ambayo ina click kwamba bwana goal line technology imesema ni mpira umevuka. Kwa hiyo kukawa na mambo Watanzania wanalalamika kwamba bwana wachezaji wetu ukiwaona hawashinikizi watu waende sio nini kwa hivi. Jana kirahisi penalty ya Simba, wachezaji wote wa Simba wakashinikiza. Angalie. Nenda kuangaliwa sio penalty. Hivyo kuja lile sasa. Simba wenyewe hata kuangalia nafikiri uko hataki. Wanasubiri tu hiyo VAR yenyewe iseme huko. Ndio. Inasemaje? Na kusema ukweli ule mtu alikuwa offside, tena alikuwa offside mara ya kwanza Andrew De Jong. Wakati anatoka kwenye offside position, he was in an offside position, anarudi, lakini ule mpira yeye kucheza wakati ule. Kwa sababu ndio wakati ambao mpira ulipigwa pembeni. Huyu mtu wa pembeni sasa aka cross ule mpira. The cross was superb. Yes. Na ukitaka kujua wale watu, achana na kwanza na offside. Angalia link up. Ile build up ilikuwa. Mpira ulipotoka huku kwa pembeni, ule mtu ulipopigwa Andrew De Jong alivoukataa nyuma kidogo tu tap. Mtu kaja kaweka. Na walifanya build up namna hiyo, kuna mchezaji akapiga mpira kwenye nyavu za pembeni. Sio kitoto. Na Shomari alikwenda kufanya let tackle. Wana Shomari anagaragara chini, mpira ushapigwa ingia. Thank God yule mtu bado alikuwa anaitamani ile pasi kwa mbele. Ndio maana alikuwa tayari De Jong alikuwa tayari kasha move kidogo. Sasa ule mpira umekuja kwa nyuma, beki ndo amerudi na yeye akawa anaonekana kipande chake cha mwili kiko mbele. Waamuzi wa usaidizi wa Misri wale waliokuwa kwenye VAR wakasema bwana hiyo ni offside. Nadhani Simba mpaka msimu huu utakapoisha, ukiwauliza kuhusu VAR wanakuambia hicho ni kitu bora kuwahi kuletwa kwenye mpira. Kuna tukio la Shamu Karabu. Ilikuwa ni katika taswira kwamba ameushika mpira ama hajaushika. Hajaushika, Yes. Na hilo ni tukio jingine. Ambalo lilikuwa ni kama penalty ile. Yes, ambalo hata kama mpira ungekuwa umegonga mkono kwa namna mkono ulivyokuwa, isingekuwa penalty. Ulikuwa katika nafasi sahihi. Kwa sababu mkono ulikuwa hapa, anajilinda. Ndio. Ulikuwa hapa na unasema ni wakati gani ambapo mpira ukigonga mkono
tunasema kwamba itakuwa penalty. Ukijaribu kujiongeza to enlarge yourself, tanua mikono hivi, ukitanua kwenda mbele, then hapo mpira ukikugonga, ukipeleka juu hivi, mpira ukikugonga, that is penalty. Lakini mpira uko mkono ule uliambatana na mwili, kaeka hivi, alafu bahati mbaya mpira wenyewe pia ulikuja kugonga mwilini wa kugonga mkono, kwa hiyo kuchukua time. Mwamuzi tu kaenda kaangalia akasema no, hii haipo. Kwa hiyo general, mwamuzi wa kati na wasaidizi wake unaweza kuwapa asilimia ngapi Jemedari? Kwa sababu huwa wanatoa max 10 kwa kama zote, yani 10 ya ngapi? Moja ya ngapi? 10 ya 10 ama asilimia? No, he's a human being. Ana makosa ameyafanya, kama hilo la penalty. Na kuna moja ambayo Valentin Noma dakika za mwishoni alishika. Kama unakumbuka, kama Masai ameruka akaweka kifua hivi, lakini mpira wakati unarudi ukaja ukagusa watu hapa. To me inaweza kumba 8.5. He was good. 8.5. Yes, he was good. That young man was good, unajua. Na kitu kingine ambacho mimi napenda waamuzi mwenye mamlaka kiwanjani. Unajua hata ukirudi kwenye waamuzi wetu hapa Bongo, wengi hawana mamlaka. Leo kuandika siku moja na mwamuzi mmoja mkubwa akanipigia simu, akaniambia usifikiri kwamba hizi zama bado zipo tu, waamuzi wa kileo hawa wana mambo mengi. Tena ilikuwa mechi inachezwa Dodoma, iko Simba sio na nani. Mwamuzi hana mamlaka, wachezaji wanakuja wanamvaa tu, mara huyu kamsukuma mgongoni, huyu kafanya nini, akifanya maamuzi watu wana that young man. Unajua hata wakati wa Simba wanalalamika, unaona anapokuwa anazungumza na wachezaji au akikufuata, wakati amemfuata Kamara, moja kati ya matukio niliyapenda ni kumuonyesha kadi ya njano Kamara. I was so much pleased, kwa sababu mpira umepigwa, wale watu Simba wamechelewa, move imefanywa vizuri, huyu mtu anataka kucross mpira uje ndani, akamwangalia kipa, akaona huyu kipa anamfunga chuma cha kwanza, akapiga mpira ukagusa nyavu. Hakuna Kamara alipokuwa amehusika na huo mchezo, akaanguka chini, anaita watu kadi ya njano. Suliona anamkonyeza, alikuwa anamkonyeza nani, sijui ilikuwa ni Zimu. Perfect. Ndio mwamuzi anapaswa kuwa namna hiyo. Yeye akamwetia watu, wewe unatakiwa kutibiwa ndani. Alipomaliza akatoka na njano, na ule mchezaji wa Stellenbosch kaja analalamika, akamwambia wewe pia njano. Haikuhusu, wewe niachie mimi ndili naye. Na akamwambia bana, hii ya mwisho. Kutoka pale Kamara akawa anafanya shughuli zingine nzuri tu, na nafikiri kama kuna timu ya Uarabuni inatafuta kipa, wakimwona Kamara nadhani basi, kwa sababu moja kati ya vitu vingine Kamara anajua kupoteza muda. Ni Mwarabu kuisha kazi. Ni vizuri zaidi. Tulikuwa tunaangalia hayo matukio pia, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanatazama nao game jana, walikuwa wanabainisha kwamba kuna dalili hivi za Simba kubebwa na muamuzi. Unajua kila mmoja ana jicho lake la kuangalia boli, of course mimi siwezi kukataa maoni ya mtu mwingine. Kila mtu ana maoni yake. Lakini mimi nikiangalia game kwa maoni yangu pia kitaalam, nafikiri ni muamuzi amemudu game. Hata wasaidizi wake wamemsaidia kwa kiwango kikubwa. Na kama binadamu kufanya makosa ni moja sifa ya binadamu. Unaweza akawa amekosea slightly sehemu, yeye ni binadamu tu. Lakini ukiyachukua mengi mema aliyoyafanya kwenye mchezo, ndio unasema kwamba amefanikiwa kiasi gani, kwa sababu sisi binadamu, sisi tuko hapa tunafanya makosa mengi. Lakini unapimwa na mema na mabaya. Mabaya akiwa mengi sawa, yule mtu mbaya. Mema akiwa mengi sema yule smart. Huyo unamsema wewe smart, there is somebody amekaa hapo anasema hamna mtu wa hovyo kwa kutokea dunia hii kama huyo. Kubwa zaidi ni mnyama Simba kwenda hatua kubwa, hatua ya fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambao walikuwa hawajaifikia kwa muda mrefu sana. Tumeshuhudia nusu fainali mbili. Fainali ya kwanza ikipiga visiwani Zanzibar na Simba akaondoka na ushindi wa bao 1-0, lakini pia tumeshuhudia fainali ya pili ikipigwa huko Durban, South Africa, na hadi dakika 90 zinatamatika 0-0 zikihusika katika huo mchezo na kumpa advantage Simba ya kwenda hatua ya fainali kwa goli moja ambao alilipata akiwa nyumbani, goli la kwake Jean Charles Ahoua ambao lilimwapeleka Simba hatua ya fainali, licha ya kwamba pia wachezaji wengi takriban wote wamehusika katika hatua hii ya kwenda fainali, akiwemo Pimpini Kamara, golikipa huyu ambaye amezidi kuonyesha ubora wake, amezidi kuonyesha nini hasa Simba walikiona kutoka kwake hadi kumleta hatua hii
hadi kumleta katika michuano hii ya Tanzania, lakini pia walimwamini mara baada ya golikipa ambao walimsajili kupata majeraha, na hivyo Pimpini Kamara alikuja kama chaguo la pili, tunakumbuka hivyo, lakini alikuja kuwa top golikipa ambaye anawapa advantage kubwa sasa hivi wana wa Msimbazi, na kila kitu kinaenda sawa kwa upande wako. Umezitazama dakika 90 za mnyama Simba hapo jana, tuambie nini hasa kilikufurahisha kwa upande wao. Kocha Fadu Davis ameendelea kuonyesha ubao bwela akiwa katika ujenzi wa timu. Mengi yametokea. Kujenga timu hadi kufika hatua ya finali sio kitu kidogo kwa kocha Fadu, ni kocha ambaye anahitaji kupewa maua yake ya kutosha. Kwa upande wako nini hasa unakifikiria? Unaona Simba wanaenda kulichukua kombe mbele ya RS Berkane? Tuambie maoni yako, lakini kubwa zaidi tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.